Yes, Bwana Yesu asifiwe. Basi majira haya ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, popote ambapo unaponitazama kutoka. Bwana asifiwe. Merry Christmas. Naamini kwamba bado tuko katika sherehe. Tunashukuru Mungu mwaminifu kwa sababu ya uhai ambao ametupa na mzimu huu ambao watu wanasherekea mbalimbali. Ni vizuri kubali Yesu Kristo kwamba azaliwe ndani yako, mambo yako yaanze kuwa mapya, na popote ambapo ulipompotezea Yesu, sasa tena amezaliwa ndani yako. Tembea naye, na ikifika mwaka wa 2026 hakikisha tena hautampoteza, hakikisha tena hautafanya nini. Kumbuka mama wa Yesu kwa wakati mmoja walikuwa na Yesu Kristo, na kwa sababu ya kusunguka kwenda kwa marelative, kwenda sokoni, kwenda wapi, ikabidi Yesu akatoweka. Na walipomtafuta wakatafuta siku tatu, wakatafuta kwa marelative, wakatafuta kila mahali, hawakumpata Yesu Kristo, mpaka wakasikia wamechoka. Walipoanza kuingia kanisa kwa nyingine, wakampata Yesu ndani ya kanisa. Wakamwambia, tunajua tumesumbuka, tumekutafuta kwa siku tatu, mimi na baba yako, na haujapatikana. Yesu akawajibu akawaambia, amjui ya kwamba inanibidi kuwa katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo Mungu ambaye amezaliwa ndani yako, kuna mahali anastahili kuwa, sio relatives, sio safari. Kuna mahali anastahili kuwa. Number 2, upendo ambao Mungu alidhihirisha kwa kumtoa mwanawe. Ukisoma kitabu cha John 3 verse number 16 tunaijua sana. Nasema, kwa maana jinsi hii Mungu kaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kwamba yeyote amwaminie asipotee, mbali hawe na uzima wa milele. Kwa njia hii ndio maana Yesu aliletwa, ili alidhihirishwa kwetu, ili na sisi tupate kudhihirisha upendo. Kwa hivyo ni msimu huu wa Krismasi au kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, ni vema kudhihirisha upendo katikati ya wandugu, katikati ya wadada na wengine, na itakuwa ni ya baraka sana kwako. Nataka nichukue muda huu ni kutangazia matangazo mawili matatu. Tangazo la kwanza ni kwamba kesho, ambayo ni Jumapili, ni tarehe 28, itakuwa ni Jumapili ya mwisho ya mwaka wa 2025. Kumbuka Jumapili zote tumekuwa tukienda church, wale ambao walibahatika tumekuwa tukiabudu, na hii ndio Jumapili ya mwisho ya mwaka huu. Nataka nikualike popote pale ulipo. Maybe ulitoka Nairobi ukaja Christmas huku Kisii. Kumbuka tunapatikana maeneo ya Kisii. Ukifika Kisii, sehemu inaitwa Getare. Kutoka Kisii town just 3 km 50 shillings. Kwa bodaboda utakuwa umefika hapo. Unaweza tembea miguu, maana ni walking distance, ni mahali unaweza tembea miguu. So ninakualika, ukitoka Kisii chukua tu pikipiki hapo Makutano stage, waambie tunaenda Getare. Hata ukifika hapo Makutano waambie nipeleke kwa kanisa ya Pastor Evans au Reverend Evans au kanisa ya The Way Christian Ministry. Watakulete hapo direct mpaka Getare, maana wananijua pale, ni marafiki zangu hawa watu wa bodaboda. Wale mnatoka Nyamira, haina haja ufike Kisii. Kishuka tu Getare, umefika, unauliziria tu kanisa ya Pastor Evans, utaletwa pale. Wale mnatoka Keroka, sehemu hizo, mnatoka Ugembo, haina haja uende mpaka stage ndani. Ukishukia hapo daraja moja utakuwa umepata pikipiki hapo, itakuleta just 50 shillings, itakufikisha kanisani na tutaabudu pamoja. Watu kutoka Nyamira, kutoka Kisii, kutoka Mugirango, South Mugirango, South Kisii, North Kisii, ninawaalika kwa jina la Yesu Kristo katika ibada zetu. Kesho usikose ibada ya kesho. Kutakuwa na miujiza mikubwa, maajabu, ibada ya mwisho ambayo itakuwa, Biblia inasema kwa kitabu cha Ecclesiastes au Mhubiri 7 verse number 9 ya kwamba ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Kumbuka tulianza Jumapili ya kwanza, tukaanza kwa kupakwa mafuta, kutabiriwa, kutawadhwa, tukatabiriwa mwaka mzima, na Mungu ametuwezesha wale ambao tumefika. Kwa hivyo na ni vizuri tuende kumshukuru, kumwambia Bwana asante, hakika tulikuomba na umetuwezesha, na hii ni Jumapili ya mwisho. Kumbuka tulipaka mafuta tukianza na mwaka umeenda, na
na ni vizuri tumalize kwa kumwambia Bwana asante kwa sababu yale tulitabiri Januari Sunday ya kwanza ya mwaka wa 2025 tumeona yametimia. Baba, tunakushukuru na tena tunaomba utuongoze mwaka wa 2026. Kwa hivyo kesho ninawaalika nyote katika jina la Yesu Kristo na Bwana atawabariki. Then tarehe 31 ambao ni siku ya Jumatano, nayo pia tutakuwa na mkesha wa kuruka mwaka. Nayo pia ninakukaribisha turuke mwaka pamoja. Usiruke mwaka pale pengine, ingia kanisani ukaruke mwaka pale. Tutaruka mwaka hapo pamoja. Kwa hivyo ninawaalika, ninawakaribisha kutoka mahali popote pale ambapo mpo. Wale ambao mko mbali hamwezi kwenda pamoja kuja mpaka hapa, mnaweza tufuatilia kwa mtandao wa kijamii Facebook, YouTube, TikTok na mitandao mingine. Utatupata ndani na utatufuatilia. Samahani, na Mungu atapewa sifa. Tumeona watu wakipona, magonjwa yakiondoka, mapepo yakiwaondoka watu. Tumeona watu wakikombolewa na kufunguliwa, na hatuna shaka na huyo Mungu. Kwa hivyo ninakualika kesho katika jina la Yesu, na ninakualika katika huo mkesha unaitwa crossover, mkesha ambao ni wa kuruka mwaka wa 2025 kwenda mwaka wa 2026. Njoo pale tukapate kuruka mwaka pamoja na tutafurahia. Na siku hiyo, usiku huo, Mungu ameshanipatia maono ya 2026. Nitaisindua usiku huo maono ambao tutatembea nao. Kumbuka maono ya mwaka huu ilikuwa ni divine connection, na tumeona ukweli kuunganika kwa kiungu. Tumeona Mungu akituunganisha na watu wakubwa. Tumeona maajabu, tumeona mambo makubwa. Na tarehe 31 hiyo usiku pia nitakuwa na nasindua maono ya 2026 ambao Mungu tayari ameshanipa kuanzia mwezi wa 9. Nimekuwa nikiombea, na wakati wa kusindua ni wakati huo wa usiku. Inawezekana ukuje na sacrifice yako, ama inawezekana uwe na sacrifice yako maono yanaposinduliwa, na wewe unapokea yale maono kwa nguvu kupitia kwa njia sacrifice. Na unapoyachukua hivyo, unapoyapokea hivyo, kumbuka maandiko inasema ya kwamba waaminini manabii nanyi mtadhibitika, wapokeeni watumishi wa Mungu nanyi mtafanikiwa. Sasa utakapofanya hivyo yatatendeka, lakini haina haja kama hauna chochote. Njoo tu, neema ya Mungu inatosha. Then ibada the same Wednesday mapema tu kidogo kama saa 3, na mimi kama Reverend Evans Matara nasikia nifanyike upendo kwa watu fulani, watu kadhaa. Maybe uko na watoto ambao hawana vinguo, hawana viatu. Ninataka nifanyike baraka. Kwa hivyo tarehe 31 hiyo Wednesday kuanzia saa 3 kamili ya asubuhi tutakuwa hapo kanisani. Leta watoto wengi, wale ambao unajua hawana kiatu, hawana nguo. Nitakuwa ninasimama na wao kwa ile uwezo Mungu tupatia ama amenipatia. Nitakuwa nikisimama na hao watoto mayatima, watoto wasiojiweza. Mtu yeyote ambao unamuona ukweli unafurahia na watoto wako, lakini unamuona yeye hana kiatu, hana nguo nzuri, siku hiyo nitakuwa na hiyo gift kidogo, na mimi nitakuwa nikipeana kwa kumshukuru Mungu, kumwambia Bwana asante kwa sababu umeniwezesha. Kwa hivyo kama una mtoto uko maeneo ya Kisii, uko maeneo ya Getale, uko maeneo yoyote yale ambao una mtoto ambaye unamuona kabisa ana hata kiatu ya kukanyaga na kanyaga chini, mtoto ambaye hana hata nini, nikimpatia kwa ile uwezo kadogo kale ambako nitakuwa nako, nikimpa, ninaamini kwamba Mungu nami atanibariki na atabariki watoto wangu. Kwa hivyo tafadhali nikusanyieni watoto. Nataka watoto wengi kama iwezekanavyo, walete hapo kanisani. Tutakuwa na zawadi za hao watoto kuanzia miaka 16 kurudi mpaka chini. So hapo ndipo Mungu ametuwezesha na tunataka kufanyika. Kwa hivyo itakuwa ni saa 3 kamili ya asubuhi, then saa 5 tumemaliza, alafu watu waende kujipanga kwa sababu ya kesha. Then kumbuka tarehe Sunday ya kwanza ya mwaka wa 2025
nitakuwa na ibada ya nguvu, ibada kubwa, ibada ya kutawadha watu miguu, ibada ya kupaka watu mafuta na kuwatabiria mwaka wa 2026 wa baraka. Na tumekuwa tukifanya hivyo miaka yetu yote, kila mwaka tunatawadha watu miguu, viongozi miguu. Ninawatawadha kuonyesha mfano ambao Yesu Kristo alituachia alipotawadha wanafunzi wake miguu, akawaambia fanyeni hivyo kwa sababu nyinyi ni watumishi. Kwa hivyo nami Sunday ya kwanza ya mwaka wa 2026 nitakuwa nikitabiri kwa sababu ya mwaka mzima, nikipaka washirika, watu wote ambao watakao kuwa kwa ibada, mafuta ya kuwatabiria. Kumbuka maandiko inasema kwamba mafuta huvunja kila nira. Mkumbuka, hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo tutavunja nira zote ambazo zitafuata watu mwaka wa 2026, na pia nitakuwa nikiwatawadha miguu, kuwaonyesha kwamba mimi ni mtumishi wao, mimi niko pale kwa sababu ya kuwatumikia. So ninakukaribisha, ninawaalika wote kwa hizo ibada zote. Nimesema ibada ya kesho usikose kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 7. Ibada ya Jumatano nimesema ni kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 7, usikose. Na pia Wednesday hii nitakuwa na zawadi kidogo kwa sababu ya wale watoto wasiojiweza, walete nami nipate kufanyika baraka kwao. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutendee mema. Kufuatana nasi katika mtandao huu wa kijamii, ibada zetu ziko hapo. Ukitaka kusupport na kazi hii, ukitaka kusimama na kazi ya Mungu, hakika njia za kusimama na kazi ya Mungu zipo hapo katika runinga yako, katika simu yako, waweza kutoa na Mungu wa mbinguni atakubariki. Asanteni sana, ninawatakieni Christmas njema tunapoendelea. Nawatakia mwaka wa 2026 wa baraka, neema na kibali cha Mungu. Kumbuka ninaitwa Reverend Evans Matara. Kanisa ni The Way Christian Ministry. Tunapatikana Kisii, sehemu inaitwa Getare. Nimesema kutoka Kisii town just 3 km utakuwa umefika kwa kanisa letu. Njoo pale tubarikiwe pamoja na Bwana atawabariki. Asante, wacha niombe pamoja na wewe. Baba, ni katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji ambaye anayenitazama kupitia kwa mtandao wake, kupitia kwa njia zozote zile ambazo anazonitazama. Baba, ninaomba ukambariki anapojipanga kuja kanisani kesho, au kuhudhuria kupitia kwa njia ya mtandao, au kwenda kwa kanisa lingine lile. Baba, ninaomba ufanyike baraka kwa kila mmoja. Wagonjwa walio hospitali wapate uponyaji kwa jina la Yesu. Baba, ambao wajiwezi, walio na shida, rahana inawasumbua, walio na magonjwa, mateso, Baba, ninawaombea ukawakumbuke. Kuna watu wamepata ajali, miguu yao ikavunjika, mikono ikavunjika, wengine wako mahospitali wanaonitazama. Ninatuma uponyaji pale katika jina la Yesu Kristo. Baba, ambaye uliyekuja ukadhirisha upendo na ukafanya mambo mengi, ukawaponya wagonjwa, na ukasema hivyo ndivyo tutakavyofanya, tutawekelea wagonjwa mikono na watapona. Na hivyo ndivyo ninafanya kwa mtazamaji huyu. Ninatangaza pata afya, pona kwa jina la Yesu. Kila nguvu za magonjwa hazina nafasi. Ninakutabiria uhai, mauti hayana nafasi kwako katika jina la Yesu. Baba yetu ni asante, maana wewe ni mwema, na ni katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Mungu akubariki. Shalom, shalom. Tukutane kesho kwa ibada, tukutane kesha ya kuruka mwaka, tukutane ibada ya tarehe 1. Usisahau kuniletea watoto Jumatano nipate kuwabariki kuanzia saa 5 kamili. Thank you so much. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Bwana akubariki sana.